Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapendwa na wapenzi wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama. Leo tunamalizia kiporo ambacho tulikuwa tumekiacha baada ya simu kupigwa juu ya safari yetu ambayo tulikwenda kumtazama bi mkubwa ambaye maradhi yake yalikuwa ni kulala katika kitanda kwa muda mrefu, na aliyesababisha matatizo hayo ni mwanae wa kipekee baada ya kukaa muda mrefu na kukosa mtoto na kuja kumpata mtoto na akamlea mithiri ya yai, kiasi ambacho chochote ambacho kijana yule au binti yule alichokuwa kikihitaji alikipata kwa mama yake. Mwisho wa siku ilileta shida kubwa sana mpaka kupelekea mama yake akiwa na maradhi makubwa sana. Hapa tumemaliza upande wa baba mtu na tukahitaji kwamba apigiwe simu huyo mtoto mwenyewe ambaye yupo nchi za nje akifanya kazi kutoka katika nchi za Uarabuni huko, ili atueleze ilikuwaje mpaka kupata nguvu ya kuwa tofauti na wazazi wake, au kitu gani ambacho kilikuwa anapitia kwa ule mtoto wa kiume mpaka kufikia mahala kumaliza ile akiba yote ya kiinua mgongo ambacho mama yake alikuwa amelipwa na serikali, yeye kukimaliza kwa kufanya biashara za kumnufaisha mtu mwingine. Japokuwa nilikuwa najua tu kwamba hapa kinachotumika ni nyota, ni nguvu na manufaa ya mtu mmoja binafsi, yeye na familia yake, hali ya kuwa akimwacha yule binti na familia yake hali ya kuwa wakiwa ni masikini. Simu ilipigwa, lakini kabla ya kwenda katika simu iliyopigwa, nataka nikutahadharisheni na nikwambieni ya kwamba inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika yake Allah habadilishi maisha ya mtu wala habadilishi hali ya mtu, maradhi ya mtu, imani ya mtu, mpaka mtu mwenyewe akubali kubadilika yeye na kumwelekea Allah tabaraka wa taala katika yote ambayo wewe unayoyahitajia katika maisha yako. Ukiyafanya hayo utaweza kufanikiwa, unaweza ukafikia katika malengo ambayo watu wengi wanayangaikia na hawayafikii. Binti huyu ameingiza familia katika dhiki, lakini alipotamani kubadilika automatically Allah tabaraka wa taala alimbadilisha. Enyi mnaofanya biashara, unafanya biashara alafu ghafla ile biashara mala ina drop, inatelemka, inashuka. Ewe mfanyakazi ambaye upo katika biashara ya mtu, ya kwake yule mtu yanakwenda kwa sababu wewe uko pale, basi ya kwake yanakwenda, biashara zake zinakwenda, kiasi ambacho ukifanya wewe la kwako haliendi. Hivyo unajua sababu ni nini? Mara nyingi hawa watu wenye kutuajili, anapotazama hata wale wanaofanya kazi sehemu tofauti tofauti, mtu anaweza kaona kwamba wewe ndio mfanyakazi wake, unaingiza vizuri, unauza vizuri, anakublock, anakufunga, anakupiga kitu kinachoitwa iqdi, lakini kinachoambatana na kitu kinachoitwa al-inkisi ndani yake. Anakupa inkisi kiasi ambacho chochote utakachokifanya kisitimilie, chochote utakachokifanya kisifike malengo, chochote utakachokifanya basi kiharibike. Ndio pale unaweza kujikuta ukapewa mshahara, yani wewe na bosi wako hamna tatizo la namna yoyote, lakini anapokupa mshahara, tena mshahara wenyewe mzuri mkubwa, lakini atakapokupa mshahara wako basi utajikuta yanajitokeza mambo mpaka ule mshahara unakata. Hata kama ulikuwa una mipango kwamba ufanye na wewe biashara, ukue, uweze kujiajiri, kwa sababu hizi kazi zina muda wake, unatakiwa utoke na ujiajiri, maisha yaende, kwa sababu hakuna tajiri aliyeajiliwa. Ukiona mtu kaajiliwa na tajiri, ujue labda kaiba au kafanya ubadhirifu wa namna yoyote, au ni mtu ambaye alijimeki sana, alijinyima sana, ndo akafikia katika malengo ya kuwa na kufungua biashara na kuwa mtu mkubwa sana. Lakini pia vile vile kuna watu wanashirikiana. Kuna mtu na mtu wanaweza kuwa wameshare biashara zao, lakini wakati wanafanya zile biashara mambo yao yalikuwa yanakwenda vizuri, kheri inakwenda vizuri, lakini pale wanapokuwa wamegawanyika, kila mmoja kashika njia yake, huyu anaendelea na biashara yake na huyu mwingine naye ameamua kuendelea na biashara yake, ghafla unaweza kujikuta kuna mwingine anaendelea, lakini kuna mwingine ana drop, anashuka. Hapa unakuwa umefanyika uchawi ambao utapelekea huyu mtu mmoja kuangamia. Kwa mfano, moja katika watu ambao tumekusha kukutana nao, kuna kijana mmoja. Huyu kijana alikuwa anafanya biashara na nduguye, walikuwa yani rafiki yake, wamechanga mtaji, wakaanza biashara taratibu taratibu, wamefungua genge, ikafikia mahala wakafungua sehemu ya kupika chakula, wakawa nakwenda yani kama kefu fulani hivi, ikawa inakwenda, lakini kule nje kuna chipsi, wanatengeneza kuku, lakini huko ndani wanapika vyakula, watu wakawa wanakuja wateja, watu wananunua vyakula, yani kafikia mahala kwamba
pakawa biashara inakwenda imekuwa kiasi ambacho kila mmoja alianza kupata neema ya kile ambacho alichokuwa unakihangaikia. Tazama ambavyo unaweza ukaguswa na miguso ya sihiri, hasa zile za kharijia na dakhiria, zikaingia katika mwili wako, ukajikuta automatically unashindwa kuendesha kile ambacho unachokiendesha. Hao mabwana wamefanya kazi yao kwa muda mrefu mpaka ikafikia mahala wao wakawa na uwezo mkubwa wa kufanya yale ambao wanayatamani katika maisha yao. Yani kuna muda mtu anakula anachokitaka, mtu anavaa anachokitaka, mtu anafanya anachokitaka, anabadilisha gari vile anavyotaka, lakini kuna mwingine anakula anachokipata, anavaa anachokipata, anapanda kipando kinachoendana na gharama na fedha anayoipata, lakini hao wamefikia mahala wanaweza wakafanya chochote kwa khiari yao. Akaingia ibilisi ndani yako, kati yao, wakaja wakafarikiana hawa watu wawili. Baada ya kufarikiana hawa watu wawili, kila mmoja ikaonekana kwamba anzishe biashara yake. Huyu anafanya biashara zake huku na mwingine anafanya biashara zake kwingine, kwamba wametengana. Cha ajabu, yule ambaye ndo alikuwa na wateja wengi, unajua kuna mtu akikaa kwenye biashara ana mvuto, anakuwa na kismati, mambo yake yanakwenda, ikafikia mahala akawa anafanya sana biashara kuliko mwenzie. Yule ambaye ametengana naye, yeye akawa afanye biashara vile ambavyo inavyotakiwa. Huyu jamaa anafanya biashara zake, mambo yanakwenda, kiasi ambacho yule mwingine akaligundua kwamba mwenzangu anafanya biashara, mwenzangu mambo hayaendi. Sasa nitampiga vipi vita? Nitamstopisha vipi? Wateja wake watakuwa vipi hawaendi kwake? Yule bana akaenda kwa mtaalamu, ukafanyika uchawi, ukafanyika urozi ambao uliofanyika. Huyu bwana kila akipika chakula, yani chakula, unachukua mchele, wale mnayopitia mambo hayo mtakuwa mnajua. Unaosha mchele, unautia kwenye maji, unauweka hapo. Baada ya kuchemka, umetia mafuta, kila kitu umefunikia. Ukija ukifunua, ukija kugeuza ule chakula, ukiushika, chakula kimechacha, kimeharibika, hakifai, hakiwezi kulika, kinanata, yani kimeharibika, kimechacha, kana kwamba kimepikwa siku kadhaa huko nyuma. Lile banda la kuku ambalo walikuwa ndo wanauza zile bidhaa zao, kuku wale wanachinjwa usiku, wanatengenezwa nini, wakiamka asubuhi kuku wote wameshaharibika. Wakipika chipsi zimekaangwa, zikiingia kwenye lile deli tu lile la kuzia chipsi, mtu akifika hivi anataka kutengeneza chipsi yai, au kwa lugha nyingine mnaita zege, akifika akizichukua zile zege, au mtu akila anahisi kwamba ni chipsi ambazo zimepikwa zaidi ya siku 2, 3, 4 nyuma, kiasi ambacho wateja wakaanza kupungua. Na yule jamaa anajua kwamba mambo yangu sasa yanakwenda yanaharibika, shughuli zangu zinaharibika, kwa sababu anaona chakula kimeharibika, na nje wateja wanasubiri, hata akiwapa kila mmoja akila kijiko kimoja halipi, anaondoka. Jamaa akaanza kupigwa shoti, anaanza kuharibikiwa. Lakini huyu jamaa alikuwa na mkewe, mke wake alikuwa anapika kwenye maharusi, anapika keki, anapika zile oda, kwa sababu chakula chao kilikuwa kinasifiwa. Kwa hiyo watu wamejaa ukumbini. Hebu chukua ni situation alafu ibebe iwe ya kwako, na wewe utaangalia, japokuwa yatakuwa hayafanani na haya, lakini kuna mahala wewe utakuwa umeharibikiwa. Anapika chakula nyumbani, anakitoa kizuri, kinapakiwa kwenye gari, kinafika sehemu ya sherehe. Ikifika wakati wa kupakua, akifungua ile mapoti, chakula kimechacha chote, kimeharibika. Nielewe vizuri, chakula kimeharibika. Kama vile mtu anavyoweza kuleta sihiri au kuharibu chakula, basi vile vile mtu anaweza kabadilisha muonekano wako kutoka kuwa handsome, kutoka kuwa ni binti ambaye ni binti ambaye ni mzuri, beautiful binti ambaye unavutia, una muonekano mzuri, nyota yako inang'aa, lakini itafikia mahala unakuwa na kiinkisi mbele yako, inafikia hakuna anayekutamani, hakuna anayekusemesha, hakuna anayekutaka hali, hakuna ambaye anatamani kukusogeza karibu, na wale uliokuwa nao wanaanza kukukataa automatically, wanakuchukia, au wanzo ukajikuta unaanza kuwachukia watu, unaanza kujitenga. Hii ni sihiri ambayo mwanadamu anapigwa, kama vile ambavyo chakula kinaweza kikaharibika. Huyu mama ikawa akipakua chakula ukumbi mzima hawawezi kula, akawa anapata fedheha, anapata aibu. Au akitengeneza keki zile, unajua kuna wenzetu huwa wanafanya zile keki za birthday, wanafanya keki zile za kwenye maharusi makubwa. Watakapokuwa wamekitengeneza zile keki nyumbani nzima, itakapokwenda kwenye ukumbi wakati wa kukata, bi harusi akilishwa au baba harusi
au wale watu wanaokusudiwa kulishwa ile keki, basi ile keki inakuwa ina mchanga na sukari inakuwa imezidi, yani inakuwa tafurani, haifai hata kuliwa. Watu wanafedheheshwa, watu wanapata aibu kwenye mashughuli, kiasi ambacho huyu bwana akawa amefedheheka, shughuli zake ikaanza kudropu na wateja wakahama, wakaanza kuhamia kwa yule bwana mwingine. Yule bwana sisi akatufata. Baada ya kutufata akatueleza shida yake. Baada ya kutueleza shida yake, kwanza kuna ile dozi ambayo sisi huwa tunaitangaza hapa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ni dozi mujarabu muaddabu sana insha Allah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ni ile dawa ambayo mara nyingi huwa naionyesha. Ile ni dawa mojawapo, kwa ile dawa ya kijani inakuwa ni dawa kwa ajili ya kunywa, kwa sababu sheitani anapoingia katika kiwiliwili chako anatashakari kupitia mishipa yako ya damu. Ndio Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, inna shaitana yajri min ibni adama majra dami fil lahmi, hakika shaitani anatashakari katika kiwiliwili cha mwanadamu kupitia mishipa yake ya damu. Sasa hiyo dawa unapokwenda kuinywa, utakapoitumia dawa ile inakwenda kumuondoa yule shaitani kwa kufanya kitu kinachoitwa mukhalafa. Mukhalafa ni yule shaitani kushindwa kuvumilia kukaa katika mazingira ya kiwiliwili hichi ambacho dawa hiyo imeingia, shaitani yule anakaa pembeni. Lakini pia anakufanya dua zile kutumia ile dawa nyingine kwa ajili ya kupaka ambayo ipo kwenye kiboksi, unatumia, unapaka asubuhi, unapaka na jioni. Lakini pia vile vile unachukua ile dawa ya unga ambayo ina kama kaukijani fulani hivi, hiyo dawa unatumia kukoga asubuhi na jioni. Kwa hivyo yake Allah tabaraka wa taala inakuvua muonekano mbaya, unakuvua inkisi iliyosimama mbele yako ya kuharibu taswira yako, kuharibu mambo yako, kupata fedha haijulikani na kwenda wapi kwa kufungwa na tajiri yako, na mengineyo mengi ambayo hayawi katika maisha yako. Yule kijana tulifanya mambo mawili. Cha kwanza tulikwenda kwake. Nafikiri mnayajua haya maul wardi. Haya maul wardi yanatakiwa patikane chupa karibia zinatakiwa zipatikane chupa 7. Zile chupa 7 kwanza katika ile nyumba inatolewa adhana katika kila pembe na juu na chini, Allahu akbar, Allahu akbar, pembe zote huku unanyoshea mkono. Baada ya hapo unachukua wakati baada ya hapo unasoma dua. Sasa unasoma zile dua za ibtari sihiri, huko umeshika ile maul wardi, na ile maul wardi ndio anasafishiwa katika nyumba, nayo maul wardi ndio anatumia yule mtu kukoga. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala inaondosha hasadi hiyo. Kwa yule bwana tukamsaidia, akarudi katika hali yake ya kawaida, akaanza kufanya na biashara zake, lakini tukafanya na kinga. Na hii ni kinga ambayo nitaitangaza hivi karibuni, watu tuivamie. Nitaanza kuingia live inshallah katika chaneli zetu kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Nitakuwa naingia live, nitaelezea siku gani kutakuwa kuna dua, ni mahala gani. Lakini kwa hapa tulipo inshallah tunapatikana Kisota. Tunapatikana Kisota. Ukishafika pale Kisota, yani umetokea kokote kule Dar es Salaam, umevuka feli, panda bajaji zinazoenda Kibada, alafu shuka njia panda ya Kisota, utakutana na boda, waambie na kwenda kwa Shekhe Khalifa Makarama, watakuleta. Au umetokea Darajani, unashuka sehemu moja kituo kinachoitwa Mnadani. Ukishuka Mnadani, tafuta bajaji zinazoelekea Kibada, mwambie kushusha njia panda ya Kisota. Ukishuka njia panda ya Kisota, mwambie, ukishuka pale utakutana na boda, waambie na kwenda kwa Shekhe, watakuleta kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, na ya kwako yatakaa vizuri na maisha yako yatafunguka kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tutaanza kuelezea dua hiyo itafanyika nini na taratibu za kuingia katika dua hiyo. Je, kadi yake itakuwa unapata kwa kiasi gani? Na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala mambo yatakuwa mazuri sana insha Allah, mambo yatakuwa mujarabu muaddabu sana. Lakini masiku mengine mbeleni huko tutakuwa tuna korabo moja nzuri sana ambayo tutakuja kuizungumza, ambayo hii itakusanya baadhi ya mashehe kwa ajili ya kulijenga jambo liwe zuri, jambo liwe kubwa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Siku hiyo hutakiwi kukosa, kwa sababu itafanyika dua ambayo huenda katika maisha yako hujawahi kufanyia. Na hii dua itakayofanyika ni kurejesha ubaya kwa aliyekufanyia ubaya, awe ndugu yako, awe mama yako, awe baba yako, awe rafiki yako. Midhali alinuia ubaya, utarejea. Midhali alikusudia uharibikiwe, basi utarejea tu. Labda we ni mtu ambaye umeshazoea kuharibikiwa maisha yako. Sasa tazama binti huyu alivyoiharibu familia yake. Huyu jamaa tumemsaidia akarejea katika biashara yake, tukafanya dua ya kinga. Sasa hivi anaendelea na biashara zake, mambo yamekuwa mazuri, vyakula haviharibiki tena, mambo yanakwenda smoothly kama vile ambavyo wewe unaonitazama unatamani mambo yako yaende, muonekano wako na mvuto wako urejee. Lakini hizo dawa ambazo mara nyingi huwa nazionyesha kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala zitakuwa ni mujarrab muaddabu sana, ambazo zitafanya kubadilisha maisha yako.
Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, yule binti ananieleza, ananiambia, shekhe, huyu bwana kweli nilikutana naye kama alivyokueleza mzee wangu. Alinionyesha upendo kiasi ambacho kulifanya nijue, na kwa sababu ndo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza, nikawa nahisi kwamba hakuna aliye bora katika maisha kama yeye. Ikafikia mahala nikapata ujauzito katika njia ambazo sikuzielewa, na mtoto wa kike anatumia sana hisia. Akili ni baadaye. Mtoto wa kike akitumia akili ni mtihani, lakini akiwa anatumia hisia utamburuza unavyotaka wewe. Lakini siku akianza kuzichaji kichwani, akaanza kutumia akili kama mtoto wa kiume, hapo shekhe, ndo utajua kwamba kweli hakuna viumbe hatari katika maisha haya ya kibinadamu tulionayo kama mtoto wa kike. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, anasema nilikuwa hisia zimenizunguka. Hivyo nikawa, kwa sababu mimi ni mtoto wa kwanza na ni wa mwisho, ni kipenzi kwa mama yangu, niliweza kuwa namwambia chochote na kumwamrisha mama yangu, na nilikuwa naweza kuchukua kadi ya benki, nikaenda nikadraw pesa, na ile pesa baada ya kuipata nikafanya chochote, kiasi ambacho mama yangu alikuwa hawezi kukataa kwa chochote. Kumbe namuingiza katika umaskini na namuingiza katika ufakiri mkubwa. Lakini haikutosha, baba yangu sikumsikiliza kwa namna yote, kwa sababu niliona ni mtu ambaye hakuwa na kazi ya maana. Lakini hata hivyo nilikuwa nikiona yeye na mama wakiwa wanazungumza, naona mama ndo mwenye power, mama ndo mwenye kusikizwa. Wanawake wengi wakipata fedha basi wanataka kuchukua yale mamlaka, kiasi ambacho wanakuja kuharibu na kizazi. Acha baba endelee kuwa baba, kwa sababu arrijalu kawamuna ala nisa, hakika ya mwanamume yeye ndio kiongozi kwa mtoto wa kike. Iwe iwavyo, yeye ndo atabaki kuwa kiongozi, na yeye ndo wa kwanza kuumbwa katika binadamu. Alianza mwanamume, alafu akafata mwanamke. Na hapa nitakupeni historia, katika historia ambayo tutarudi nyuma huko inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, ni kutafuta kwamba jini wa kwanza alikuwa anaitwa Sumaya, ndio jini wa kwanza kuumbwa. Lakini baada ya Sumaya kuumbwa, alikuwa ni jini wa kwanza, alipata vipi uzazi baada ya kuwa majini wamemkataa baada ya laana, na majini wengine kwa wamemkimbia baada ya kushushwa duniani? Alipata vipi uzazi? Je, Adamu mkewe alikuwa ni Hawa peke yake kama vile tunavyojua? Je, ule mti ulikuwa ni kitu gani? Asili ya ule mti mpaka kuambiwa asiule, kwa nini alikataliwa asiule? Na je, walioshushwa ulimwenguni walishushwa viumbe wangapi? Wengi tunajua alishushwa Ibilisi, lakini alishushwa pia baba yetu Hawa, mama yetu Hawa, lakini pia alishushwa baba yetu Adamu alayhi salam. Lakini nakwambia kuna kiumbe kingine kilitelemishwa, lakini watu wengi hawajajua. Sasa tutakwenda katika darasa ngumu katika ulimwengu wa kijini, katika ulimwengu wa sihiri na uchawi kwa kumaliza darasa yetu ile, lakini tutakuja kuelezea ulimwengu wa ndoto. Kwa ikhwani, ndugu zangu Waislamu, utajikuta mwanamume anakuwa yeye ndo anabeba ile nafasi, na wakati mwanamke anabeba ile nafasi ya wanamume, na wakati asili mwanaume ndo wa kwanza kuumbwa, alafu akafata mwanamke. Kwa mwanamke alitakiwa msikilize huyu kiongozi wake, na mambo yangekaa sawa. Anaambia baada ya hapo alinizalisha watoto zaidi ya 2, na baada ya kunizalisha watoto 2 akanitelekeza, akawa ni mtu wa wanawake. Lakini kila anapoachana na mimi, mambo yake na maisha yake ndivyo alivyozidi kuharibika. Na hapa ndipo nikagundua kwamba huyu mwanamme bila mimi hawezi kufanya chochote, maisha yake hawezi kwenda. Licha tu ya kwamba fedha nazichukua nyumbani, lakini tulikuwa tuna kisimati cha kupata. Kuna watu wanapooa wanajikuta ile power inakuwa ni kubwa, maisha yanakwenda, riziki zinakuwa pana, wanaweza kufanya chochote kile kwa sababu ya huyu mwanamke. Riziki yake ni kubwa, nyota yake ni kubwa, maisha yanakwenda. Yule bwana baada ya kuhangaika alikuja kunifata tu tena, lakini mwanzo nilikuwa nisha give up, nimekata tamaa. Lakini sasa ndo akaja, kila nikilala, sikilizeni situation alikuwa anapitia binti huyu. Yule binti kila akilala anamuona usingizini yule bwana, na anamuona anashiriki naye tendo la ndoa, na anamuona anamwambia mimi na wewe hatutokuja kuachana. Yule binti akawa akikaa hivi, anasikia nafsi inamsukuma tu aende akamuone yule mtu, akamuombe msamaha, anatamani aende tu yani ende kakosewa, lakini anatamani nguvu ya ziada inamsisitiza aende kwa yule mwanaume akamuombe msamaha, awe chini yake, azidi kuwa dhalili. Yule binti anashindwa kuvumilia, anaweza katoka nyumbani akamfuata yule jamaa, anamuomba msamaha, jamaa anaweza akamfukuza, akamfanyia chochote ambacho anachokitaji, mpaka siku moja akamwambia, kama unataka mimi na wewe nikurudie, tafuta fedha ambayo itatufanya sisi tuondoke tukabadilishe maisha yetu.
Na kipindi ambacho hicho ambacho ndo tunaambiwa hivyo, nyumba, kuna mradi uliokuwa unataka kupita, na ile nyumba iliyokuwepo pale ambapo sasa hivi tunaishi ndo ulipo hapo shekhe, hiyo nyumba ilikuwa inapitiwa na ule mradi. Lakini pale mjini tulikuwa tuna nyumba yetu nzuri katika ardhi ya Kahama ambayo tumekubaliana, japokuwa ilikuwa haijaisha, kwamba tuiuze, na tungeuza tungepata pesa nyingi kiasi ambacho tungeweza kununua nyumba nyingine, lakini nyingine tukajiendeleza, kwa sababu pesa za mama zilikuwa zimekwisha, zile ambazo alikuwa amezipata kwenye pensheni yake baada ya kustaafu kwake, ambako mimi nimezipukuta, nimezimaliza katika njia isiyofaa. Ana nguvu ya ziada, na kuna vitu ambavyo shekhe nimevishuhudilia. Anasema baada ya kurejea siku ya kwanza, siku ya pili, anasema yule bwana waliondoka na yule mwanamke wakaenda kwa mganga. Baada ya kufika kwa mganga, wamepata wamehudumiwa watu wengine. Ilipofika fursa ya kwenda kuingia kwa yule mtaalamu anamwambia yule binti kwamba asimame. Kachukuliwa unyayo wake, kachukuliwa nywele zake, kachukuliwa kucha zake, kachukuliwa na nywele za siri ambazo mnazifahamu, lakini pia vile vile akaambiwa sasa, haya tunachanganya na nywele za huyu mwanaume, zikachanganywa. Baada ya kuchanganywa, zikao zinafanyiwa na kufungwa katika njia ambayo yeye ilimstaajabisha, lakini pia vile vile wakachanjwa chale, zikapakaliwa dawa katika mikono, alafu zikakutanishwa, kiasi ambacho yule mwanamke akaambiwa sasa, kuanzia leo fuata maelekezo ya huyu mwanaume. Huyu mwanamke akawa kila akikaa anasikia moyo unaripuka, anasikia amri ya yule mwanaume. Kwanza mwanaume akiwa anakuja anajikuta ile hofu imemjaa, anajikuta anakuwa na mapenzi ya ajabu, kiasi ambacho mpaka anahisi kuchanganyikiwa. Chochote anachoambiwa na mwanaume ilibidi yeye atekeleze. Ndugu zangu wapendwa, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, dawa tunazozitangaza ni dawa mujarabu sana. Zile dawa ambazo tunazotangaza sio dawa za kukosa, ni dawa ya kunywa, ni dawa ya kukoga, na ni dawa ya kupaka. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu ataleta kheri. Anasema kwamba maelekezo aliyokuwa amepata kwamba kila ninapoingia katika ada, kuna vile ambavyo wanajihifadhia watoto wa kike, basi vile pale vinatakiwa kila atakapoingia akijihifadhi, akitaka kwenda kubadilisha au kukoga, ile ada yake aliyojihifadhi kwenye kile cha kujihifadhia ampe yule mwanaume. Na mwanaume alikuwa anadai kama deni, ikitokea tu bahati mbaya labda aone kwamba damu ilikuwa nyingi, sasa anakwenda kukitupa, jamaa anakuja kukidai na ugomvi juu na makofi anaweza kachezea, kwa namna ambavyo jamaa alivyoweza kumcontrol. Binti anasema nilibahatika kuuza nyumba kweli, kama alivyokuelezea baba, nikabahatika kuuza nyumba yetu. Baada ya kuuza, nikauza kwa bei ya hasara kutokana na msukumo aliokuwa ananisukuma yule jamaa, na kwa sababu hati nilikuwa nazijua, na bahati nzuri mama kwa mapenzi aliokuwa ananipenda mimi, jina la hati ya ile nyumba ilikuwa ni jina langu, lakini ilikuwa ndo tunategemea katika familia. Baada ya kuuza ile pesa, nikamchukua jamaa, tukasafiri, tukaenda katika ardhi ya Kigoma, katika sehemu moja panaitwa Kasuru. Baada ya kufika kule, jamaa akaniambia kwamba pesa zote ni mkabidhi, lakini niligoma. Yani kuna muda akili inakuja, alafu kuna muda akili inaondoka. Anasema kwanza akanishauri tununue nyumba, tukapata nyumba moja kubwa ina vyumba vingi. Baada ya kuipata, anasema sisi ni watoto wa Kiislamu, lakini mwanaume alinisukuma nyumba ile tuifanye kuwa ni guest house au lodge. Na kweli tukairekebisha, tukaweka IC, tukaweka vitanda baada ya kuinunua, kwa sababu gharama kule ilikuwa ni nyumba gharama ya kawaida tu. Kwa tulikuwa tuna uwezo kwa pesa tulionayo kuweka mpaka vioo vya kuslide, yani kuitengeneza nyumba kuwa ya kisasa, vitanda vipya, ma TV, watu wakawa wanalala katika nyumba hiyo. Kwa siku tunalipisha zaidi ya shilingi 25,000, na kuna vyumba vya shilingi 30,000. Cha 30,000 kinakuwa kina IC na TV kubwa, cha shilingi 25,000 kinakuwa ni chumba kina feni, lakini TV yake ya kawaida. Wateja tulikuwa tunapata sana. Akaona haitosha, akaniambia pesa nyingine iliyobaki nipe. Akachukua ile pesa mbele ya ile gesti au ile roji, wakawa wameweka baa. Kwa waka kuna mtu akuchoma chipsi, kuka kuna wanauza vitu vya haramu, wanafanya vitu vya ajabu. Maisha akawa yanakwenda. Sasa wakati maisha yanakwenda hapa, yule mwanamke riziki yeye ndio alikuwa anasimama. Ni binti wa Kiislamu, lakini kashapituka kutokana na mwanaume jinsi anavyomcontrol, na hasemi chochote. Yule mwanaume anasema, yule binti anasema kwamba siku moja yule mwanaume akamwambia, sasa kuanzia leo ni amri, kila kitu nakisimamia mimi, kila kitu nakisimamia mimi, wewe rejea nyumbani, utakuwa unakaa nyumbani, siwezi kukuacha hapa unapishana na wateja, hii issue mimi nitasimamia. Binti kwa sababu anampenda akarejea nyumbani. Baada ya siku kadhaa akaja akamrejea, akamwambia, sasa sikiliza, unaona ile eneo nalokaa, ile eneo pale tuliponunua ile gesti, nataka sasa zile hati ziwe kwa jina langu mimi, ili pale nitakapokuwa nasimamia kazi niwe nasimama, kwa sababu sasa hivi najiona mnyonge, kila kitu ni cha kwako wewe.
Kwa naomba nisimamie binti kwa ile nguvu ya ziada iliyokuwepo katika mwili wake, akajikuta kweli zile hati zimebadilishwa tena kwa mauziano, kwamba mwanamke kamuuzia mwanaume na mwanamke kapokea pesa na mwenyekiti kasaini. Maisha yanakwenda, yule binti sasa anaanza kutumikia utumwa kwa mara nyingine tena. Muislamu haumwi na nyoka mara mbili, lakini huyu binti aliumwa zaidi ya mara mbili, lakini kwa nguvu ya uchawi iliyokuwepo katika mwili wake. Anasema mwanaume akawa harejei nyumbani na ana mtoto wa 3. Kila nikimfuata kazini basi nitapigwa kuanzia kazini mpaka nyumbani. Jamaa akawa sasa ni mtu wa wanawake, kwa sababu fedha inaingia kwake. Ikafikia mahala mimi pesa ya kula yenyewe sina, maisha yamekuwa magumu. Hata siku moja anasema alirejea akiwa na mwanamke katika chumba nilichokuwa nakaa mimi. Yule jamaa ananiambia sasa katafute sehemu ya kulala, chumba hiki mimi nalala, huyu ndo mwanamke wangu, wewe na vifaranga wake, yani watoto wamekuwa vifaranga, wewe na vifaranga wako kalaleni sebleni au tafuteni chumba cha wageni mkalale, hichi chumba nalala mimi na mke wangu. Na huyu jamaa tayari ameshakunywa pombe, yani ni hawara, lakini kamtengeneza kwamba ndo anamuita kwa lugha ya mke. Mwanamke alivyojaribu kusema, basi alipigwa kipigo cha mbwa koko kiasi ambacho akapelekwa kulazwa hospitali na hakwenda hospitali. Sasa wakati yuko hospitali ndo kuna jirani yake ambaye ndo alikuwa anamhudumia, anapeleka chakula, akamwambia wewe, mbona una mapenzi ambayo ni tofauti na vile ambavyo tunavyojua sisi? Mapenzi haya hivyo, wewe umepitiliza kwa sababu hadi kile cha kwako unakitoa. Sasa nafanyaje? Mbona mimi niko sawa lakini mume wangu ananifanya? Yule mwanamke akamwambia hapana, wewe kuna kitu cha ziada umefanyiwa, ndo kuchukua namba za simu kutupigia sisi. Baada ya kutupigia tukamfanyia dua akiwa yeye huko mbali, tukamwambia chukua kitu kadha wa kadha, akachukua, na sisi tukiwa Dar es Salaam ndo tukafanya ile dua inaanza bismillahil mubtadi rabbil akhirati wal ula, yani ya kumzindua, kumpa zinguo mtu atoke kwenye kiza kinene. Kule kwetu Tabora tunaita zinguo, sijui katika lugha yako unaita nini, yani kumzingua mtu. Na kuna mazinguo ya namna 3. Kuna zinguo la mwili, kuna zinguo la nyumba, na kuna zinguo la mji. Ukiona mambo hayaendi, ujue kuna kuzinguliwa eneo hilo, kuna kufanyiwa mbadala ili hali iweze kubadilika. Kwa baada ya kumfanyia zinguo, tukamtumia na dawa zetu hizi ambazo tunazitangaza, akatumia, ndo akili ya binadamu inakuja. Dua tulomfanyia ni bismillahil mubtadi rabbil akhirati wal ula alladhi la ghayata lahu wala muntaha lahu fi samawati al ula arrahmanu ala al arshi istawa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajaru bil qawli fa innahu ya'lamu sirran wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahu al asmaul husna Allahu al azim عظيم العظماء دائم النعماء قاهر الأعداء الرحمن العطف على خلقه برزقه المعروف برطفه العادر في حكمه العالم في ملكه رحيم الرحماء عالم العلماء بصير البصراء غفور الغفراء باعث الأنبياء صاحب الأولياء سبحانه قدير على ما يشاء قدير سبحان الملك الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد. فعال لما يريد tukimaanisha wewe ndio unafanya unaoyataka. Ya Rabbi, badilisha akili na fikra za mtoto wa kike ili aanze kutumia akili badala ya hisia. Na kweli baada ya kufanya dua hizo na dawa kumfikia, yule binti anarejea katika akili ya binadamu, anataka kwenda kudai vya kwake, lakini kaishachelewa. Binti anasafiri, anarudi Tabora, anaondoka kwa fedha kupewa. Yani binti anaondoka katika ardhi ya Kasulu, anarudi Kahama kwa fedha kupewa na jirani yake ya nauli. Anarudi nyumbani, kawaacha wazazi wake hawana kitu, nyumba kauza, kaondoka nayo. Anarudi nyumbani, hajui mama yake alikuwa anaumwa. Anarudi nyumbani, ndio siku ambayo mama yake anamuona ameingia, anamkamata, anamtikisa kwa hasira, na yule binti naye anafoka kwa hasira kwa machungu aliyokutana nayo. Ndio mama yake anadondoka, anapoteza fahamu, na ndo maradhi yanamkuta hapo. Na anasema, Shekhe, unaona maradhi ya mama yangu hayo, kutokusema mpaka leo, kukatwa mguu mara 2, sukari kupanda kiasi hicho, ni mimi nimesababishiwa. Na kusababishiwa kwangu huku, kuna mtu ambaye amenikontrol katika njia za kisihiri, za kichawi, ambazo mwanzo nilimpa moyo wangu, upendo wangu, fikra yangu, lakini leo akanikontrol kiasi ambacho ametoa umaskini katika maisha yangu. Leo mzazi wangu namuona yuko hivyo.
Nikamwambia huyu mzazi matatizo yake ni ya kibiolojia, kwa sababu tayari alikuwa na msongo wa mawazo, lakini tutamuomba Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Lakini nikamuuliza swali, unatakaje kwa yule aliyekufanyia ubaya mpaka kukufikisha hapo? Mali zote sasa hivi ni za kwake, anaishi na watu wengine, familia yako imepata umasikini kupitia yeye. Nataka kwa wale waliotazama hii klipu kuanzia mwanzo, sehemu ya kwanza mpaka hii sehemu ya pili, shusheni comment nizisome. Ingekuwa ni wewe, je, ungevumilia? Na Allah anasema wal qisasu haqu, kisasi ni kweli na ni haki yako. Ungevumilia? Familia, mzazi wako yupo katika dhiki kwa sababu ya jitu limetumia uchawi, wewe uharibikiwe. Na wengi wanakontroliwa kichawi, wanachukuliwa nyota zao zinatumika kwa watu wengine, unaachwa karasha, unaacha huna mbele huna nyuma. Je, wewe ungeweza kuvumilia? Yule binti akaniambia, shekhe, nataka, je, tunaweza tukafanya jambo cha kwanza, haki yangu irejee, na je tunaweza tukarejesha kipigo ambacho hajapatapo kukisikia katika maisha yake? Nikamwambia naam. Tulifanya nini? Kitu gani unahisi kilitokea? Na dua gani iliyotumika? Na kwa nini nakwambia kwa watu ambao mmesibiwa na mambo mbalimbali? 771 hiyo namba alama kujumlisha 255 658 914 771 ndo namba ya kupiga. Ipige hiyo namba, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala kila kitu kitakaa sawa. Alama kujumlisha 255 658 914 771, hiyo ndo namba ya kupiga. Lakini pia kuna namba nyingine, alama ya kujumlisha 254 alama ya kujumlisha 255 740 458074. Nitairudia hii namba vizuri, alama ya kujumlisha 255 740 458054. Kwa nini tunafanya hivi? Tunazitaja hizi namba ili watu kama mna dhiki, mna tabu, njooni tumuombe Allah tabaraka wa taala, hasa wale ambao mambo yameshashindikana, na tuje tukiwa tuna yakini ya kile tunachokitaka. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi. Na hizo dawa ambazo tunazozitoa inshallah tunaziagiza kokote katika ulimwengu inshallah, kama usafiri utakuwa ni mwepesi, na wengi wanaleta matokeo makubwa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Usikose sehemu ya 3, dua gani ilifanyika, mambo gani yalikuwa, na yule mtu alipatwa kitu gani. Sasa wewe kana inshallah zako, alafu Mwenyezi Mungu make inshallah mala amal. Kuna mtu anasema inshallah kesho nakuja, wakati anajua kabisa kesho haendi. Inshallah na vitendo, basi njoo tufanye vitendo na Mwenyezi Mungu ataleta kheri. Wa aqul lakum salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.